Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika kijiji cha Marurani, kata ya Nduruma, ni wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Kutoka katikati ya mji mpaka kufika katika eneo hili la tukio ni mbali kidogo, zaidi ya kilomita 30. Kikubwa zaidi ambacho tumekuja hapa ni kuhusiana na taharuki ambayo imejitokeza katika eneo la mto Nduruma. Asubuhi ya leo, wananchi wakiwa katika shughuli zao za mihangaiko walikuta kichanga ambacho tayari kimesha kamilika kuwa binadamu, kwa maana kwamba ana viungo vyote ambavyo vinastahili kuwepo, na inaonekana kwamba alikuwa ameshazaliwa kawaida halafu akaja kutupwa. Na baada ya kubaini kwamba kuna kiumbe hicho, wakati wa taarifa sehemu mbalimbali ikiwemo mwenyekiti wa kitongoji wa kijiji pamoja na wananchi wengine wakafika eneo hili kwa ajili ya kujua nini ambacho kitafanyika. Lakini pia baada ya hapo viongozi wa serikali ya kijiji walipiga simu kwa jeshi la polisi Usariva ili kufika, kwa sababu eneo hili ni ukanda wa Arumeru. Walipofika katika eneo hili wakaamuru kichanga hicho kitolewe ndani ya maji kisha kizikwe pembezoni mwa mto. Lakini wananchi wanahoji zaidi kwamba kama kiumbe hiki kilisha kamilika, ni kwa nini utaratibu usingefuatwa ili kama binadamu anavyozikwa wengine na kichanga hicho kizikwe vile vile. Na eneo hili pia inaeleza kwamba kuna makaburi ya kanisa, kuna makaburi ya msikiti. Basi wangepeleka huko wakamzika kuliko kuzika pembezoni mwa mto, kwa sababu eneo hili maji mengi hupita hasa kipindi cha mvua. Kwa hiyo mmomonyoko wa udongo unaendelea kuongezeka zaidi. Kwa hiyo kadiri siku zinavyokwenda, basi kichanga hiki na kaburi hili litasombwa na maji. Zungumza na wananchi wakieleza namna tukio hili lilivyo, lakini wakilaani kitendo hiki cha binadamu huyu ambacho mama yake hafahamiki, amemzaa akaja kumtupa hapa kuzikwa pembezoni tu mwa mto. Kwa majina naitwa Abdalla Hassan Bakari. Hapo mwanzo asubuhi nilivyoamka mimi nilikuwa naenda kuchukua turubali nikapukuche mahindi, nikakutana na shemeji yangu akaniambia, "Hebu twende kule mtoni. Kuna mtu ameletwa na maji lakini ni mtoto, hajulikani ni wa wapi. Labda unaweza ukamtambua." Nikaacha ile zoezi nilokuwa naye nikaongoza kuja huku. Tulipofika huku, wapi akasema hapo. Nikapanda juu hilo gogo, nikapita, kaja nikamuona mtoto, tukaruka ngambo hii, tukawauliza wakasema askari wamefika Manyire wanakuja. Kidogo wakasema kuna waandishi wa habari wamepigiwa simu, wameshafika kata ya Nduruma. Kwani wasisubiriwe? Wakasema hapana, huyu kiumbe ameshaharibika, maana nilivyomtoa upande huu hapa ameshaharibika hapa. Inatoa damu nyekundu. Yaani imetoboka kama nyama hii sehemu ya sikio. Upande alivyoweka kichwa hivi kwenye maji. Nilivyomtoa nikamleta mpaka hapa, kuna mama akatoa nguo tukamviringisha. Wakamleta hapa, wakaniambia dumbukia, nikamdumbukia, nikamhifadhi. Ndio baadaye wakafukia. Baada ya kufukia wakafanya maombi. Baada ya hapo mwenyekiti wa chama wa tawi la Marurani akatoa hotuba, mwenyekiti wa kijiji, na baadaye mwisho ni maaskari, tukapewa amri ya kutawanyika. Yaani polisi walivyokuja hapa wanafanya jukumu gani hapa? Kwanza walipofika tu mimi sikuwajua kama polisi ni Marurani. Polisi ni yupi? Akasema hujawaona yule mwenye bunduki ameika hapa. Ndipo mchunguza amevaa jaketi nyekundu. Akasema mwingine ameshadumbukia kule kwenye mto. Huyo mwingine alikuwa ng'ambo hii huko. Yule akaenda akamwangalia, akarudi huko. Ndio akasema sasa atatolewaje? Akatolewe. Watu wakawa wengine wanaogopa. Kwa hiyo polisi waje kuamrisha hapa mambo. Ndio waliamrisha. Lakini wao hawakugusa hata mwili. Hawakushika. Hapana. Na walivyosema atolewe, nikamwambia sasa nitamtoaje? Maana kumshika binadamu nikiwa mikono hivi haiwezekani. Nitafutieni hata mfuko wa rambo nivae basi hata mkono mmoja. Ukaokotwa mfuko huku wa simenti. Wakauosha wakasema chukua hii, nikasema hapana. Nikakumbuka nilikuwa na mfuko fulani niliokota juzi nilipokuwa naangalia mbuzi, ni mfuko wa mkate. Nikakumbuka niliweka kwa ajili ya mvua isije simu yangu ikaloana. Nikachomoa mfukoni, nikavaa, nikafunga hapa, ndo nikashika na mkono mmoja, nikamshika hapa kwenye kikwapa. Nikampandisha, nikatupia shuka hii shuka Masai ya kijani, nikamviringisha.
Ndio nikaja nikamhifadhi hapa, baadaye ndio akazikwa. Kwa polisi hawakuja hata na gloves? Hapana. Walikuja tuna bunduki? Ndio. Na akaamrisha azikwe? Ndio. Wananchi mkuhoji labda kwa nini azikwe hapa? Mwenyekiti wa Maurani alihoji, wakasema ameharibika. Polisi wakasema ameharibika. Kwa hifadhiwe tu hapa kwa sababu haitawezekana kupelekwa. Wewe ulishiriki katika zoezi zima la kuzika. Unafikiri umemtendea haki hichi kiumbe? Mimi kama mimi niliona kama ahifadhiwe kwa sababu nzi wa kwanza, nzi walikuwa wengi, wameshamzingira wao nzi wa kijani. Na walikuja na gari walipaki hapo sio mbali. Ina maana wangesema apelekwe kwenye gari, tungempeleka kwenye gari, angepelekwa kituoni. Mimi kama mimi nasema kama kulikuwa kuna uwezekano huyu mtu angefukuliwa, achukuliwa apelekwe ili aende akafanywa uchunguzi huko kama hizo mnazosema za DNA. Majina yangu naitwa Alex Langdare Laiza, mwenyekiti wa kijiji cha Samaria. Nadhani nilipata taarifa kutoka kwa mwananchi Msamaria muda mfupi kutoka mahali hapa kwamba kuna kiumbe kiko kwenye maji hapa, na mimi nikachukua hatua kuja kuangalia. Kufika hapa nikakuta wananchi wamejaa kidogo. Mwenyekiti wa kijiji husika cha Marurani na yaka amefika hapa na polisi. Tukachukua kiumbe kile, polisi wakasema kulingana na kiumbe ni kitoto kichanga hichi, hakina haja kumpeleka. Kwa hiyo naona tumzike hapo. Kwa hiyo tukachukua hatua kumzika. Tulikuwa tunatanyika kutoka mahali pale. Kwa hiyo ndivyo hali halisi ilivyokuwa. Kichanga kilionekanaje? Nadhani kuna watoto walikuwa wanachunga mazingira haya, wakawa wanacheza ndani juu ya hii gogo. Wakati wanacheza sasa wakawa wameona kile kiumbe kiko kinaelea juu ya maji. Sasa ikabidi wakaenda nyumbani wakamuuliza mama yao, hivi mama, mtoto akiwa amekufa, mtoto mchanga huwa anatupwa kwenye maji? Mama akamwambia hapana. Akasema mbona basi kuna kitoto ambaye kimetupwa kwenye maji kule kimekufa. Ndio wakachukua mzazi wake hatua ya kuja pamoja na yeye, wakaongozana wakaja kukiangalia, ndio wakakuta kweli kitoto kiko juu ya maji kinaelea. Kwa hiyo ndivyo kilikuta ndani ya maji, sio pembeni ya mto. Ndani ya maji kinaelea, lakini pale pamezingwa na nani? Nadhani pale pamezingwa na uchafu. Kwa hiyo huku uchafu upo, kwa hiyo katikati pale ndio maji hapo yanaelea katikati. Kwa hiyo kile kiumbe kiko katikati ya nini? Katikati ya yale maji kinaelea. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Inavyoonekana sasa kwamba kiumbe hicho kimetupwa kikaja na maji au ni wa hapa? Kulingana na jinsi tulivyokikuta inaashiria kwamba ni cha maeneo haya kwa sababu viungo vyote vipo. Kwanza kitovu chenyewe kiko kabisa kinaelea kirefu kiasi kwamba ingelikuwa ni maji imemsafirisha tayari viungo vingine vingefanyaje? Vingetoka kwa sababu ni mtoto mchanga. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni wananchi wa maeneo haya ndio wameweza kufanya kitendo cha kinyama kama hicho. Kwa kadiria anaweza kaa labda miezi mingapi hivi? Ni mtoto wa kama siku 3 hivi. Kwamba alizaliwa kabisa. Amezaliwa kabisa, ni mzima kabisa, amezaliwa, maana nywele kila kiungo kipo. Jinsi yake? Wa kiume. Kwa baada ya hapo polisi kwa nini waliruhusu kuzika badala ya kupeleka polisi kama kawaida? Polisi wameona kimetaka kuharibika. Wakasema kwa sababu kimetaka kuharibika na ni kitoto kichanga kizikwe. Na ndio tukaamuru wananchi basi waweze kumuhifadhi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Hamna daktari aliyofika. Ni polisi tu wamefika. Wakasema kwa mamlaka walionaye basi angalau kihifadhiwe, na ndipo kilivyohifadhiwa. Hifadhi kwenye shamba la nani? Tumemhifadhi pembeni ya mto, kwenye hifadhi ya mto. Na hilo shamba ambalo mmemzikia ni shamba la mtu ama ni mto? Ni hifadhi ya mto. Yaani maana kikanuni mto ina hatua 60. Sasa tumechukua hatua pembeni ya mto, pembeni ya mti kidogo, tukawa tumemhifadhi. Kwa sababu kusafirisha tena hakuna namna, masababu kimesharibika. Na hapo ambako mmekihifadhi mmeweka alama kwamba kuna binadamu ambaye amezikwa hapo? Tumeweka alama zote, yani pembe zile 4 tukaweka miti pembe 4 na tukachukua sanzu tukaweka ili angalau pasije kuasiriwa na jambo lolote. Okay. Na maeneo haya ni kama vile yanameguka kuelekea upande wa pili. Sasa mvua ikinyesha kubwa, si na chenyewe hiyo kaburi yenyewe itasombwa? Tumesogeza mbali kidogo na mto unapemeguka. Lakini kwa pembeni kweli ni mashamba ya watu. Hifadhi ya mto una hifadhi wa hatua 60. Kwa hiyo sio shamba la mtu, tumehifadhi ndani ya hifadhi ya mto. Okay. Kwa hiyo mmewauliza ndani ya hifadhi ya mita 60 zile inaruhusiwa makaburi? Kulingana na kile kiumbe kimeharibika, hakuna namna ya kukibeba, ndio maana tumekiweza kukihifadhi hapo. Lakini si binadamu tayari aliyekamilika? Ni binadamu tayari, na lakini baada ya kuchukua hatua zile imebidi pia tufanye ibada fupi kwa ajili ya kumuombea ule mwanadamu, maana ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Mliwahoji polisi kwamba wao mamlaka yao ya kuzika ipo kwa kiasi gani, kwa sababu alitakiwa awepo daktari achukue sampuli na vitu vingine. Wamechukua sampuli za mtoto? Kwa kweli hatujaweza kuwahoji polisi. Lakini tunajua kwa sababu polisi huwa ndio wanashughulikia matukio kama ya muda mrefu. Kwa hiyo tukajua tu alichokisema, sisi tukafuata, maana ni watu ambao wametoka serikalini na wamekuwa wanafanya shughuli hizi kwa muda mrefu.
Kwa mkawaamini tu. Tukawaamini, ndio maana tukafanya tendo hilo. Kwa wewe kama mwenyekiti ukashindwa atakuhoji. Kuna namna tumezungumza nao kidogo na wakasema hifadhiwe. Tukaona ni sahihi, maana wajua kama sisi wao ni watu ambao wamefanya hizi shughuli kwa muda mrefu. Kwa hiyo tukaamini kwamba wanachosema ni sahihi. Kwa nini usingehoji kwamba ni mamlaka gani tunatumia ndani ya eneo la hifadhi ya mita 60 ya mto kumzika mtu? Labda mwandishi wa habari sasa ukiniuliza swali hilo huko utakuwa umenipeleka sehemu ambalo hapo ni mbali sana, siwezi kutoa majibu yake ya kinifu. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini sasa sisi tumeona tuhifadhi kile kiumbe. Kwa sababu tayari kimekwisha kuharibika, hata kusafirisha hakiwezekani. Ndio maana tukachukua tukamhifadhi. Kwa wito gani unatoa kwa mabinti ambao wanatoa ujauzito? Tumekwisha kuambia kwamba hilo ni tendo la kinyama. Maana huwa wanawake wanatakiwa kuwa na huruma. Sasa tumezungumza nao kwamba kitendo kama hichi kisiendelee. Pia yule aliyofanya tendo hili wakienda kumgundua wamripotishe ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa majina yangu naitwa Mayasa Vava. Kitongoji cha Mzimuni Samaria. Tumesikia tu tukamwa tukakimbia yani. Tukakuta tukio na mtoto. Kwa hiyo tukamwona mtoto hapo. Basi wamama wengine wakaamua kutoa nguo wakamzika. Ni mbaya kutoa mimba kama mama. Inawezekana, lakini ni mama labda amepewa mimba, mkaka labda amemkataa, akabidi atoe ile mimba. Lakini tunawashauri wasitoe. Mimi kama mimi limeniumiza sana kama mama. Miezi 9. Ni mtoto wa kuzaliwa kabisa. Ana kila kitu, ni wa kiume. Kwa majina yangu naitwa Clementina Justin Lembese. Hakika kitendo hichi kilichofanyika si cha kiungwana. Kwa sababu hicho kiumbe unachokitupa aidha baadaye kitaweza kikawa tu kikubwa kikatusaidia wengine, kama utokiamini kwamba kitakusaidia wewe. Kwa hiyo tunashauri mabinti wenzetu ambao pia hata kama unasoma wanachuo, yani na maanisha kwamba wasitupe kiumbe, kwa sababu haujui kusudi la Mungu ni nini mpaka akakunanilia ukapata ule mtoto. Maana kuna wengine wanalia wamekosa, wewe unakuja kukitenga kwenye maji. Sio vizuri na haipendezi machoni pa watu na kwa Mungu mwenyewe. Tulipotoka kanisani, kuna mtoto akapita akatuambia watu wanakimbia mtoni. Tukamwambia kuna nini? Akasema kuna mtoto ametupiliwa kwenye maji. Tukamwambia ni wa nani? Akatuambia tujui, niende. Ndo tukapata taarifa tukaja huko. Ilikuwa imehuzunisha na imesikitisha pia, maana haipendezi machoni kwa watu kuja kutupa kiumbe pembezoni mwa maji. Sio vizuri. Bora angechukua maamuzi ya kupeleka hata kwenye vituo mbalimbali. Kwa majina yangu naitwa Joyce Vava Liza. Ni balozi wa kitongoji cha Samaria, tawi namba 16 ndo natokea. Ilikuwa tumetoka kanisani muda wa saa 4, tukapata taarifa kwamba kuna mtoto ameonekana huku mtoni akiwa ametupwa. Kwa kweli ndo tukaja kuangalia tukio huku. Tulivyokuja tulimkuta kichanga ndani ya maji, ambaye kwa kweli ilitusikitisha sana kama sisi wa mama. Nikiwa kama mama, nikiwa kama kiongozi balozi, kwa kweli mimi ilinitia simanzi sana moyoni mwangu. Nilimkuta kichanga, tena mtoto wa kiume. Yani ingekuepo kama kuna nafsi, yani sijajua nitumie lugha gani, lakini ila tumuombe Mungu amsamee na Mungu atusamee wote. Yani ni mtoto ambaye ni wa miezi 9, amekuwa na sehemu zote, ana macho, ana kila kitu. Kwa kweli ilitutia simanzi kama sisi wa mama. Tuliamua kumzika pembezoni mwa mto kwa sababu tayari alishaanza kuharibika. Ndio maana tukatumia fursa hiyo kumstiri kama binadamu mwingine. Kwa kweli kwa kiasi fulani nikiangalia au nikipiga tathmini zangu, sidhani kama tunayo makaburi ya kata, ila labda ya kanisa au na ya msikiti ndio yapo kwenye maeneo yetu ya Samaria. Sasa sijajua kwa nafasi hiyo. Kwa kweli sijajua kwa nafasi hiyo, maana hata sisi tulikuwa tunasubiri angalau kama atachukuliwa kwenda kuzikwa, lakini tuliambiwa tumzike hapa hapa. Polisi baada ya kufika na kuona hali halisi ya kichanga jinsi alivyokuwa tayari ameshaanza kuharibika, ndo akaamua kumstiri kwa pale pale. Naitwa Enoch Liza. Ni mwananchi wa kijiji cha Samaria, kata ya Nduruma.
Baada ya kupata taarifa hizi tulifika hapa, nafikiri tumefika mapema sana, lakini hatukuwa na jukumu la kufanya jambo lolote. Kwa taarifa za awali tuliwasiliana na uongozi, tuliwasiliana na wenyeviti wa mwenyekiti wa kijiji na wa kitongoji. Tulisikitika kwa sababu hichi kitendo ni cha kinyama. Tulitamani kwamba hizi taarifa zienee ili tukio lijulikane ndani ya kata yetu ya Nduruma na nje. Kama yupo aliyefanya hili tukio, ajue kwamba huenda amefanya katika maficho, lakini Mungu ameweka wazi. Na baada ya kufuatilia wenyeviti wa vijiji na vitongoji, sijaona makosa yao kwa sababu wamepiga simu polisi na polisi wamefika. Kwa hiyo maelekezo ya mtoto kuzikwa pembezoni mwa mto ni jambo ambalo tuliona si sawa, lakini kwa sababu ya maelezo ya polisi, maana kama mwenyekiti ni mlinzi wa usalama ndani ya kijiji, hawezi kumzidi polisi. Yeye jukumu lake ni kutoa taarifa katika vituo vya polisi, polisi waje hapa watoe maelekezo. Kwa hiyo yale maelekezo ni ya polisi na wananchi hawana elimu ya kutosha. Ninyi ndio mnaweza mkapenyeza au watu wengine kwamba lazima daktari awepo achukue sampuli ili swala lifuatiliwe. Maana uwezo kufanya upelelezi. Polisi anaenda kufanya upelelezi wakati mtoto ameshazikwa. Na uwezo kwenda kuanza kufunua mama matumbo. Hiyo sio maadili. Kwa hiyo niseme kwamba ili tukio la kinyama, na nimejifunza mambo mawili. Wamama waliofika hapa ni wachache sana wameonyesha masikitiko. Wanaonekana kuwa ni mashujaa, wana roho ngumu, lakini pia mapolisi wamekuja kuonyesha ushujaa na roho ngumu kwamba hawamsamini mwanadamu. Kile kiumbe ni kama kimetupwa, akijasaminiwa. Ni kweli kwamba amewekwa pembezoni mwa mto. Kwamba mafuriko haya yanamegua. Inaweza ikaja mafuriko ikikazomba. Kwa hiyo hakuna kilichofanyika. Kwamba tunashindwa kuthaminiana sisi. Kwa hiyo hicho kitendo tunakikemea na tunakilaani kama wananchi wa kata ya Nduruma. Mimi nimeona hapa wamekuja na gari wamepaki huko. Wakaja hapa wakatoa maelekezo, kiumbe chimbiwa amezikwa kama mnyama. Kwa kifupi walikuwa na uwezo wa kubeba. Walikuwa na uwezo, maana wamekuja na gari lakini hawakujali. Na sina sababu ya kumuogopa mtu yoyote. Na muogopa Mungu, maana kama unamuogopa mtu na kiumbe kama kila akiheshimiwi, kitendo cha kinyama sana. Kiumbe kimezikwa tena. Kama inawezekana achukuliwe ikapimwe sampuli ili swala lifuatiliwe. Maana kile kitendo sio kizuri. Mimi ni mzazi, nina watoto. Na kama anaweza kushuhudia kitu kama kile, ujui mengine atakayefuata. Hakuna elimu ambayo imetolewa pale, hakuna kitu ambacho mtu atajifunza. Lotuno Molel ni mwananchi wa kijiji cha Samaria. Pia mimi binafsi niwapongeze waandishi wa habari, wananchi jinsi wanavyowapa habari na kufika kwa wakati kwenye eneo la tukio. La pili niwapongeze mwenyekiti wetu wa kitongoji Alex Langdare kwa kushirikiana vizuri na wananchi na kutoa taarifa ambayo inafika kwa wakati kwa watu wahusika. Mimi kwa hii kitendo kilichofanyika hapa sijafurahishwa. Ila kwa kuwa wananchi walikuwepo hapa na wakashauriana na mwenyekiti wa kijiji, wakashauriana na polisi ambayo ni sisi ambao tunayekusanyika, kwa sababu polisi ni sisi pia, kwa sababu tunaweza tukawa polisi kwa namna nyingine. Kwa sababu polisi ni mtu ambaye amezaliwa na mwanamke akawa polisi kwenda kusomea masomo yale. Kwa hiyo kitendo kilichofanyika hapa pia busara zimetumika, lakini kilichokuwa inasikitisha kuzikwa pembezoni ya mto Nduruma. Kwa sababu ilikuwa inawezekana wenyekiti ambao wapo ndani ya eneo hili wakatumia busara kubwa kushirikiana kwa pamoja na hiki kiumbe akaenda kuzikwa sehemu mbalimbali. Sehemu husika inawezekana kwenye makaburi ya Waislamu au ikapelekwa kanisani au ikapelekwa mtu binafsi, kwa sababu inawezekana, kwa sababu ni kiumbe ambaye amezaliwa na mwanamke. Jina mimi ni Samuel Karerian Morel, mwenyekiti wa kitongoji cha Samaria. Tulikuwa kanisani tukapata habari hizi kwamba kuna kichanga kiko mtoni. Ndio tukatoka, tulikuwa na kikao kifupi pale kanisani, tukaamua kuahirisha, tukaja huku kuangalia hilo tukio. Lakini tulipofika hapa, mimi nilipofika nilikuta shimo lilishachimbwa. Kwanza niliangalia mazingira kidogo, nikaona maaskari, kwanza nikaona silaha, maana yake wamevaa kiraia. Lakini baadaye nikagundua wenye silaha ni maaskari. Baadaye ndio tukatambulishwa kwamba ni maaskari, na mwenyekiti wa kijiji cha Marurani ndiye alikuwa anaongoza msafara huo juu ya mazishi ya hiyo kichanga, alipopewa taarifa na majukumu na wao maaskari kwamba kizikwe sasa hichi kichanga. Mimi nilipofika pale nimepanda juu ya gogo hapo, nikaingia hapo, maana hapo unaona kuna kivuko, nikakuta ndio kimeshadumbukizwa, wanasema rudisheni udongo. Kwa hiyo hayo ndio tuliyakuta, lakini kwa kweli hiyo kitendo kilituumiza sana. Maana yake baada ya kupata taarifa tuliamua kukimbia ili tuje tuone ni jinsi gani tutaweza kufanya au tutaweza kufanya upelelezi kwa kina ili kubaini kwamba kimetokea wapi. Maana yake kile kimetengwa, hakijaletwa na maji. Ingekuwa kimeletwa na maji,
ingekuwa kimetawanyika, lakini sasa kimekuja kutengwa, na maana yake kama kimetengwa, si mtu wa kutoka mbali, ni maeneo haya. Kulikuwa kuna kila sababu ya kufanya operation kabla ya kile kichanga hakijazikwa, kubaini kwamba katika ya maeneo ni nani aliyokuwa mjamzito na sasa ana ujauzito. Kwa hiyo kwa kweli hicho kitendo sisi hakijatufurahisha. Manake hata kama angetolewa msamaria mwema tu angesema tukazike, kwani mmoja tumemzika. Ingetolewa tukasema nani mwenye nafasi ya kuzika, kila mmoja angejitolea tu angesema mimi naenda acha kazikwe nyumbani kwake. Hapa Kolomeo ni nani sasa? Sasa kwa kweli maaskari ndio wametoa ridhaa kwamba zikeni hapa na ikafanyika hilo zoezi, maana wananchi wenyewe kazi yao ni kusikiliza jeshi la polisi linasemaje. Kwa hiyo ishatokea hivyo, wewe ukiwa kama mwenyekiti wa eneo husika, unafanya juhudi gani za kulinda na kuendelea kulitunza ile kaburi? Kaburi liko ngambo ya mtu ambaye si haipo upande wangu, liko upande wa ngambo ya pili. Kushirikiana mtafanyaje sasa? Tukishirikiana pale tulishaweka, tulikata masanzu, tukaziba, tukaweka ya mibono kaburi kuonesha ishara ya kaburi na tukalifunika na miba. Ndipo tulichokifanya. Ufi kwamba maji kuna siku mtu utaongezeka? Sasa inawezekana baadaye mtu ukaja ukameguka tena mpaka ikafika kule, lakini tayari yameshafanyika yaliyofanyika, hata kama si kwa usahihi, lakini yameshafanyika. Kwa kweli kiumbe kila hakijatendewa haki sahihi, kwa sababu kingeenda kuzikwa kwenye makaburi ya watu binafsi au hata maeneo ya makanisani au msikitini kangeenda kuzikwa, lakini walifanya haraka tu. Basi mbona kiliwezekana kutolewa kwenye maji kama ingekuwa kinawezekana? Sinawezekana hata kukibeba. Kwa hiyo uhalali wa kusema amefanywa uhalali kile kiumbe hakijakaa sawa. Tukio la mtoto kutupwa katika kitongoji chako ni hii ni mara ya kwanza mimi naanza kuisikia. Nilikuwa madarakani kwa miaka 10 na mpaka sasa hivi leo ndio naanza kutana na tukio hili la kusikia habari ya kiumbe. Washauri wananchi kwamba jamani, kitendo hichi ni cha kinyama. Inawezekana mtoto huyu aliyotupwa wa kiume alikuwa labda anaweza kuja kutenganisha hapa ngambo hii na hii kwa kuweka daraja, kuwa baadaye ni kiongozi atakayetuongoza kwa kizazi kijacho. Lakini tunapofanya kitendo cha kiharamia namna hii ni dhambi tena kwa binadamu na hata kwa Mungu, nyewe mtakuwa mnabeba madhambi makubwa sana. Kwa hiyo ni wasii wa kina mama pamoja na watoto wa kike ambao bado wanaendelea kukua, hii kitendo mmekiona leo na msije mkajaribu kitendo cha namna hii. Naombeni mtakapomgundua yule mtu ambaye alikuwa na hali hiyo na akajulikana, tunaomba hii sheria ifuate utaratibu wake, atolewe kwenye vyombo vya sheria ili sheria ifuate mkondo.